alipata shida katika sakaratul maut. Sasa hapa ndugu zangu katika imani, nataka sote tuwe pamoja ili nukta hii tuifahamu sote kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, na tuangalie pale palipolengwa na msimamo wetu tuliposimama, kisha tutazame kama uko uwezekano ya kuwa msimamo huu kuwa ni wa makosa ama tumefahamu sivyo. Kama sahihi, lakini ile kaifia ya istidlal pale ulipoivuta kutolea dalili kwenye hukumu ya jambo, pengine ukapotea maboya. Lakini sasa ndio nikasema tunataka tuwe chonjo ya nukta kama hii. Hapa mtume kumwambia Bi Fatima, hana babako shida baada ya leo, si kwa kuwa mtume alikuwa amehisi shida sana katika sakaratul maut mpaka akasema hivyo? Bila shaka kwa udhahiri wa maneno, na dalili ya hayo ni kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam uko kwenye sakaratul maut na amelala, kitwa chake alikuwa amelalia Bi Aisha radhiallahu anha. Ukiangalia Ar-Rahiqul Maktum akwambia ile siku ya mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam ndio uko katika sakarat, aliinua kitwa chake akamwangalia Aisha, akamshiria kama atakamswaki. Bibi Aisha akamfahamu, akamletea, akamlainishia, akampigisha, mambo akamaliza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisha akawa anamtazama Aisha, kisha asema akitazama juu vile vile, kisha akimwambia ya Aisha, innal mauta la sakarat, ewe Aisha, hakika mauti yana utungu kweli kweli, yani mauti ni makali kweli kweli. Hii sakarati imetokamana na kama kulewesha lewesha, kwa hivyo mauti ni makali bibi Aisha. Hii ni dalili ya kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihisi utungu wa mauti. Kisha vile vile mtume kusema, Aisha, baada ya kusikia huu utungu wa mauti, naihisi na ile sumu alionipa mimi mwanamke wa Kiyahudi mwaka wa Khaibar yachangia pia katika kukata mishipa yangu. Twakumbuka kwamba kuwa almar'atul yahudiyya alimtengezea mtume sumu, akamwekea kwenye chakula, kwenye paja la mbuzi kadhaa kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akala, kajulishwa, akaitema, na ikawa imepita nyingine. Manake ile kusema kwamba alihisi uko katika sakaratul maut ni kwa kuwa kuna sehemu ile ya sumu bila shaka ilipita. Sasa sema pia nahisi huwa yachangia, lakini hilo la mchango wa sumu sipo pahala tutakapotoa dalili ya hili tunalolidai. Sisi tuataka lile la kusema, ewe Aisha, mauti yana makali. Kwa hivyo ina maana ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alisikia ukali wa mauti. Tayeb, ikiwa ni hivyo, ikiwa kuna afae apate usahali katika kunyolewa roho, atanshinda mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa kuna mtu taka kwenye kutolewa roho kwake kupatikane usahali, atolewe roho kwa usahali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula, mtume ni aula zaidi apate usahali wa kutolewa roho. Ndivyo sivyo? Mbili, ikiwa kuna kitu chochote ambacho chajulikana kilichohifadhiwa na sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kuwa kupitia kwa hiki kupata usahali mtu wa kutoka roho kwake, basi bila shaka hangeliachwa mtume sallallahu alaihi wasallam na shida hiyo, hali ya kuwa kuna mambo fulani watu wameyahifadhi
wakiyasoma utasahilika. Kwa vipi? Kivile maswahaba jinsi tunavyowafahamu na vile jinsi walivyompenda mtume sallallahu alaihi wasallam kidhati, walivyompenda mtume sallallahu alaihi wasallam kihakika. Sasa hapa mtume akathibitisha kusikia kwake utungu na kusikia kwake ukali wa kung'olewa roho. Hii ni dalili ya kwamba kila mmoja aliweke akilini, usahali utapatikana kwa watu fulani na uzito wapatikana kwa watu fulani. Mbona hapa uzito umemfikia mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuthibitishiwa uzito mtume wa kuhisi matungu ya kutolewa roho, si kwa maana ya kushuka cheo chake au sisi kupata masuala kwa nini. Maana sisi tuthibitisha kwamba Qur'ani tukufu inasema wanaziati gharqan wanashitati nashta. Kwenye wanaziati gharqan alaysa kadhalika wanashitati nashta ni sampuli mbili za kutofautiana katika kutoka roho. Malaika wanapotoa roho za waumini kwa usahali na malaika wanaotoa roho ya makafiri kwa uzito. Mbona mtume alipata uzito? Ni mtihani tu wa sisi tupate kuelewa ya kuwa uzito huu ikiwa yeye pia aliuhisi wewe, na kwa kuwa hili jambo lipate uhakika. Sasa nukta ambayo tunataka tutoke na wasiwasi mimi na nyinyi, na kwa kuwa ikiwa itikadi hii tulivyoishika sisi ni itikadi ambayo haina misimamo, pana haki ya kuonyeshwa msimamo halisi ni upi, ama sisi tumeelewa makosa. Jama, hapa katika sakaratul maut sisi tuna tabia ya kwamba mtu uko katika sakaratul maut asomewe nini? Naam, suratu Yasin. Anasomewa Yasin. Kwa hoja gani? Ya kwamba alosomewa suratu Yasin basi husahilika, kutokolewa kwake roho hupata sahali. Sasa ikiwa hupata sahali, wakati huo Qur'ani si ilikuwa tayari ishateremka? Na suratu Yasin wakati huo si tayari iko kwenye Qur'ani mwanzo wa sura mpaka mwisho wa sura, na si inajulikana kwamba kuwa ina usahali? Sasa ikiwa hili kweli walilihifadhi maswahaba ya kwamba kuwa suratu Yasin ina usahali isomwapo mtu ambaye yuko katika sakaratul maut, ingekuwa ni aula kwa sahabatu rasulillahi kuisoma hii, na hususan lile pupa lao la kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam wangalisoma. Tena wacha hivyo, Bi Aisha radhiallahu anha pana riwaya zinazosema kuwa alikuwa ni msomi wa kikweli kweli. Ulikuwa kukitokea matatizo kwa maswahaba wanaume wakubwa wakishikana wakienda mpaka kwa Bibi Aisha, na Bibi Aisha akifanya hali ya masail sala ya dini akiyatatua. Riwaya sahihi za kumlenga Bibi Aisha kuwa alikuwa ni katika wanawake wa kiswahaba alokuwa msomi sana. Hivi hili la usahali wa suratu Yasin usomewa mtu ambaye katika sakaratul maut, hakulielewa Aisha au hakulihifadhi mpaka amwate bibi yake ampendaye, mumewe ampendaye, na mtume huu ni bibi yake anayempenda, wanazungumza na bado uko katika sakaratul maut, na Bibi Aisha bado tu kwamba kwa hakumbuki lile ambalo lina umuhimu sana katika Qur'ani tukufu ya kuisahilisha kutoka kwa roho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka ni dalili wazi hilo ya kuwa haya ni mambo tu na ni mipango tu, ilisahauliwa sunna iliyothubutu. Sunna iliyothubutu imesahauliwa. Basi iliposahauliwa ama kupuzwa, watu wakaandama mazoea. Wakiandama mazoea, la mazoea ndio likawa laogelea juu, lile ambalo la sawa likawa limefichika, na watu hivi sasa wameshika kwa kashi yao kikwetu ya kwamba mwenye kuweko katika sakaratul maut usahali wake ni kusomewa suratu Yasin.